Nitakutajia aina ya vinywaji vitatu ambavyo ukivitumia vitakufanya wewe uweze kuzeeka. Yaani una miaka 20, 25 lakini utaonekana mzee. Lakini mwishoni nitakutajia kinywaji kimoja hiki ambacho kikitumia, ukiwa unakitumia siku baada ya siku, utakuwa na ngozi nzuri zaidi na changamoto ya makunyanzi au kuonekana kwenye uzee, sura yako kuonekana kama mzee itaishia huko huko. Kama hujanifollow hakikisha unanifollow ili uendelee kupata tips nyingi zaidi. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuachana nacho au kitu ambacho kitakufanya uweze kupata changamoto za makunyanzi na kuonekana mzee ni utumiaji sana wa pombe na sigara. Kama unatumia sana pombe na sigara, ni moja ya kitu ambacho kinaweza kufanya dehydration kwenye uso wako au kwenye ngozi yako na kuwa na makunyanzi kama hivi kama mzee. Lakini japokuwa una miaka 25, ukipita barabarani huko watu wakubwa, watu wazima wanakusalimia shikamoo na wakati una umri mdogo. Lakini kinywaji cha pili ni utumiaji mbaya wa kahawa. Kahawa ni moja ya kitu ambacho kinaweza kusababisha uweze kupata dehydration, yani ukavu wa ngozi, ukosa majimaji au unyevunyevu kwenye ngozi yako na kuweza kusababishia kuwa na makunyanzi kama hivi. Mwisho wa siku unaonekana mzee na wakati hauna changamoto yoyote, bali ni changamoto hiyo ya kutumia kahawa kwa muda mrefu. Lakini kinywaji cha tatu ambacho kinaweza kusababisha uweze kuwa na dehydration ni kutumia soda kwa wingi. Unapotumia soda kwa wingi ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe kuwapata dehydration, yani ukavu kwenye ngozi. Unaweza kuona ngozi yako inaanza kujikunja, unaanza kuwa na makunyanzi, yani unaonekana mzee vile vile. Kwa sababu gani? Ya utumiaji sana wa pombe, utumiaji sana wa soda na utumiaji sana wa kahawa. Hivi ni moja ya vinywaji vitatu ambavyo vinaweza kusababisha wewe uweze kupata makunyanzi kwa kiwango kikubwa. Sasa ni kinywaji gani ambacho kitakusababisha uweze kutoka kwenye hali hiyo na uweze kuwa na ngozi nzuri ili uweze kuwa kijana na ngozi soft?